Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Mtoto mwenye umri wa miaka 6 aliyejulikana kwa jina la Sahal Hussein Kiduki ambaye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Eastern Ark iliyopo katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga amefariki dunia baada ya kugongwa na lori la mizigo aina ya Mitsubishi Canter lenye namba za usajili T291 BWM wakati akivuka kwenye kivuko cha watembea kwa miguu kilichopo karibu na shule hiyo. Taarifa zaidi na Ernest Mbezi. Wakielezea ajali hiyo iliyopelekea kuondoa uhai wa mwanafunzi huyo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Eastern Ark Juma Abdulabi pamoja na baadhi ya wananchi waliosikitishwa na ajali hiyo inayodaiwa kusababishwa na uzembe wa dereva wamesema amegongwa na gari akiwa anavuka barabara kwenye sehemu ya zebra kutoka shule kuelekea kwao. Hapa ni kwamba ni uzembe wa dereva, kwa sababu ukiangalia hapa kuna zebra, kuna shule watoto wanavuka, lakini dereva unakuta ana mwendo mkali. Tunaomba dereva achukuliwe hatua za kisheria. Unapotoka mjini kuna alama ambazo umewekewa wewe kama dereva, uhakikisha kabisa kwamba unazingatia alama za barabara. Lakini kilichopo ni kwamba madereva wengi wanapotoka mjini au wanapotoka kwenye safari za mbali hawako tayari kwenda na ile spidi 50 ambayo imepangwa kwa ajili ya usalama wa raia. Hata hivyo, uongozi wa shule hiyo umedai kuwa walishatoa ombi kwa TANROADS la kuweka vizuizi mwendo kwenye eneo hilo bila mafanikio, hali ambayo inatajwa kutishia usalama wa wanafunzi, ambapo jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani limelazimika kutoa elimu kwa walimu wa shule hiyo. Changamoto ambayo iko hapa tulishairipoti siku nyingi mpaka kwa TANROADS mkoa kwamba eneo hili tunaomba liwekwe matuta kwa sababu ya usalama wa wanafunzi, lakini bahati mbaya tuliwekewa tu zebra ambayo madereva wengi hawatilii maanani, wanapita tu kwa mwendo kasi. Nyinyi mmejisikiaje? Mtoto wenu amevaa uniform anagongwa kiasi mpaka anapasuka kichwa hapa. Ni jambo limeniumiza sana mwalimu. Hebu tuvushe wanafunzi tukijua kwanza kwamba ni wajibu wetu, sawa? Mnanielewa walimu? Vusheni wanafunzi mkijua huu ni wajibu wenu. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Handeni Dr. Steven Julius anathibitisha kupokea mwili wa mtoto huyo. Tumepokea mwili wa kijana wa kiume ambaye anasemekana amepata ajali ya kugongwa na gari na amefika kwetu akiwa tayari ameshafariki. Kwa hiyo mwili wake umehifadhiwa pale mochwari. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amin. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi, amin. Zaidi ya wakazi 9,000 wa vijiji vya Mchomoro na Songambele wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma wanatarajia kuondokana na changamoto ya muda mrefu ya ukosefu wa maji safi na salama kutokana na utekelezaji wa mradi wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.2. Taarifa zaidi na Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma. Haya ndio maji waliokuwa wanatumia wakazi wa kijiji cha Mchomoro. Boko anakunywa hapo hapo, chura anatembelea hapo hapo, fisi anakula hapo hapo, na sisi wanadamu tunakunywa hayo hayo. Unamwamsha mwenzako, bwana sina maji hata ndoo moja, anakuambia bwana inuka, huo ndio wajibu wako kwenda mtoni. Ikumbukwe wananchi hawa hapo awali walikuwa wanatumia tanki dogo la maji lililojengwa mnamo mwaka 1974. Tanki hilo halikukidhi mahitaji yao mpaka kupelekea wananchi hawa kuchimba kisima chao binafsi kilichopoteza hata baadhi ya wapendwa wao. Kuanzia 74 tulikuwa tunatumia mradi huu wa maji na tumeutunza na tumeuhifadhi. Kufikia hatua hii Mama Samia ametusikia, basi tunashukuru sana. Tumepoteza watoto kwenye visima vya asili, na si mtoto mmoja, karibia wawili tumezika kutokana na visima hivi vya asili. Mtoto anavyojiongeza, nishukue kisado hiki niende mtoni, akija hapa nakutana na maji mengi, kisima kirefu chenye kina, mtoto anajaribu kupeleka kata hivi na yeye mwenyewe mazima.
Miongoni mwa historia kubwa iliyowekwa na serikali ya awamu ya 6 ni usimamizi wa miradi mikubwa ya maji. Kwa uthibitisho huo, RUWASA mkoa wa Ruvuma imetekeleza mradi mkubwa wa maji wenye thamani ya zaidi shilingi bilioni 2.2, ambapo mradi huu utakwenda kuhudumia vijiji viwili, kijiji cha Mchomoro na kijiji cha Songambele. Kwa kujithibitishia maji haya yanatibiwa kabla ya kuwafikia wananchi. Mradi huu unahusisha kazi zipi? Ujenzi wa chanzo ambao chanzo hicho kitajengwa katika mto Mtonya, lakini pia tuna ujenzi wa tenki la kukusanyia maji, yani sample tenki lenye ujazo wa lita 75,000. Tuna ujenzi wa mtandao wa bomba umbali wa kilomita 40.3, lakini pia tuna ujenzi wa tenki la kuhifadhia maji lenye ujazo wa lita 300,000. Nikiripoti kutoka kijiji cha Mchomoro wilayani Namtumbo, mimi Kayanda wa Kayanda, Channel 10. Asante Kayanda wa Kayanda. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kusimamia sera, sheria na miongozo inayohusu afya na lishe ili kuhakikisha elimu inayotolewa kwa wananchi inalinda usalama wa afya za Watanzania. Tupate taarifa kamili. Waziri Mkuu ameyasema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa Hai Sashisha Mafue katika kipindi cha maswali kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma, ambapo mbunge huyo alitaka kujua mpango wa serikali wa kuweka utaratibu maalum wa utoaji wa elimu ya lishe kwa watu wenye taaluma husika. Nitumie fursa hii kuwaelekeza wenzetu wa Wizara ya Afya pamoja na mabaraza yale yanayosimamia tasnia hizo za taaluma ya afya kuendelea kuzingatia, huku tukifanya tathmini kuhusu uwezekano wa kuratibu masuala ya leseni na masuala ya vibali kuhusu watoa elimu hiyo ya afya na lishe. Katika hatua nyingine, Dr. Mwigulu amesema serikali inaendelea kufuatilia athari za migogoro ya kimataifa katika sekta mbalimbali za uchumi, hususan upatikanaji na bei ya mafuta. Anasema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Janet Mahawanga aliyetaka kujua hatua zinazochukuliwa na serikali katika kukabiliana na athari za mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Mheshimiwa Spika, hatua ya kwanza ambayo serikali imechukua ni ya kuhakikisha kwamba bidhaa hii haiadimiki. Mheshimiwa Spika, zipo nchi ambazo tayari matatizo yameshajitokeza ya bidhaa hiyo kuadimika, kwamba hata kama una fedha haupati mafuta. Serikali imeweka mkakati kuhakikisha, la kwanza, bidhaa hii ya mafuta haiadimiki. Lakini la pili ambayo serikali imechukua hatua ni kufanya masuala ya ruzuku ambayo tayari kuna taratibu za namna ya kutekeleza zoezi hilo la ruzuku, ambapo zimekuwepo njia nyingi ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunapunguza makali ya kupanda ya madhara yanayotokana na kile kinachoendelea kule Mashariki ya Kati. Abasi Mlilapi, Channel 10. Serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria ipo katika mchakato wa kufanya mageuzi ya mfumo wa usikilizaji wa mashauri ya migogoro ya ardhi kwa kuhamasisha mamlaka ya kuhamisha mamlaka ya kesi hizo kwenye mahakama kuanzia ngazi ya mwanzo wilaya na mikoa badala ya mabaraza ya ardhi, hatua inayolenga kuharakisha utoaji wa haki kwa wananchi. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera akizungumza wakati akisikiliza na kutatua kero mbalimbali za wananchi kwa njia ya simu katika programu ya Sema na Waziri, amesema hatua hiyo inatokana na uwepo wa malalamiko ya muda mrefu kuhusu ucheleweshaji wa maamuzi ya kesi za ardhi. Ameeleza kuwa hali hiyo inasababisha wananchi kukosa haki kwa wakati na kuongeza migogoro katika jamii, ambapo maboresho hayo yanatarajiwa kuongeza ufanisi, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi katika mfumo wa utoaji haki. Tumetengeneza utaratibu kwamba kuna document inaendelea kwenye utaratibu wa serikali. Mabaraza sasa yaende yakasikilizwe kwenye mahakama za mwanzo na mahakama za wilaya na mahakama za mikoa. Sasa kwa maana ya kesi za ardhi. Sasa naomba watuachie hilo kwa sababu ni mchakato wa kiserikali. Utakapofika tayari basi tutaweza kujulisha umma wa Tanzania. Kuhusu mgawanyo wa kero na malalamiko yaliyopokelewa kupitia programu ya Sema na Waziri, ikiwa ni mara ya 4 ya utekelezaji wake,
Waziri Homera amesema zaidi ya changamoto 100 zimepokelewa na kushughulikiwa, huku nyingi zikihusu migogoro ya ardhi na mgawanyo wa mirathi. Changamoto kubwa ni ardhi, changamoto ya pili ni mirathi. Tujitahidi sana kuandika hosia, lakini pia tuandike trustee ili kila mmoja hata akiondoka ulimwenguni au vinginevyo basi uweze kupata haki yako ya msingi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wadaiwa sugu wa kodi ya ardhi zikiwemo taasisi za serikali, dini, mashirika binafsi pamoja na wananchi mkoani Simiyu wametakiwa kulipa madeni yao ndani ya muda waliopewa, huku mamlaka zikionya kuwa hatua kali zitachukuliwa ikiwemo kuwafikisha mahakamani, kuwanyang'anya ardhi wanayomiliki sambamba na kuuza mali zao ili kufidia madeni wanayodaiwa. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa kamili. Mapema asubuhi, maafisa kutoka ofisi ya ardhi mkoa wa Simiyu wameanza zoezi la kuwatembelea wadaiwa hao sugu zaidi ya 1618, kuwapatia elimu ya umuhimu wa kulipa kodi pamoja na kuwakabidhi notisi za kulipa madeni yao. Kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Simiyu Dennis Masami anasema zoezi hilo linalenga kukusanya kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 2.5 ambazo wamepangiwa kuzikusanya kwa mwaka huu, huku mpaka sasa wakiwa wamekusanya milioni 800 pekee. Wananchi wote ambao tumewakumbusha kulipa kodi ya pango la ardhi walipe sasa, waepuke adha ya kukamatiwa mali, kufikishwa mahakamani ili kulipia kodi ya pango la ardhi kwa kulazimishwa na mahakama. Baadhi ya wadaiwa sugu wa kodi ya pango ya ardhi wameiomba serikali kuangalia uwezekano wa kuongezea muda ili waweze kulipa madeni yao. Mwananchi anaelewa kwamba akishakatwa kodi ya pango anajua ndio kwamba tayari amelipia kodi ya ardhi. Kwa hiyo mwananchi anakuwa mgumu au mzito kwenda kulipa kwenye ofisi za ardhi akijua kwamba amekwisha lipia kwenye kodi la pango. Tutazidi kulipa kwa wakati kwa sababu tumeshapata elimu, utakuwa hakuna shida. Tulikuwa tumelimbikiza sababu ya kuwa hatuna elimu. Joseph Ndau, Channel 10. Wanafunzi wa kitongoji cha Iboma, kata ya Udine, wilaya ya Songwe mkoani Songwe wanalazimika kutumia mtumbwi kufuata huduma ya elimu ya sekondari eneo la Udine yaliyopo makao makuu ya kata baada ya barabara waliokuwa wakiitumia awali kumezwa na maji ya Ziwa Rukwa, hivyo wanaiomba serikali kuwasaidia kupata barabara nyingine. Taarifa ya Rozi Chapewa inafafanua zaidi. Kitongoji cha Iboma ni mojawapo ya vitongoji vya kijiji cha Udinde na kipo pembezoni mwa Ziwa Rukwa. Wakazi wake wanajishughulisha zaidi na shughuli za uvuvi. Wanafunzi wa kitongoji hicho wako hatarini kupata madhara kutoka kwa wanyama wakali wa majini wakiwemo mamba na kiboko kutokana na kutumia mtumbwi kwenda shule. Mwenyekiti wa kijiji cha Udinde ameieleza kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Songwe ambayo imefika kwenye kitongoji hicho kukagua utekelezaji wa miradi. Kutoka hapa kwenda Udinde ni jirani sana ukipita barabara ya chini, lakini kutoka hapa kwenda Udinde upita barabara ya Kapalala ni mbali sana, karibia kilomita 20 au 16. Kamati ya siasa ikatoa maagizo haya kwa serikali. Swala hili liwe la kwanza katika sehemu zitakazojengwa barabara. Inawezekana ndani ya mwaka kufika mwaka kesho tuje kufungua kama tulivyofungua barabara hii. Na hii ni kauli ya uongozi wa mkoa wa Songwe. Kwa maelekezo yako ndugu mwenyekiti, wataanza mara moja kufanya usanifu wa barabara kupita kwenye mlima ambako wananchi wameshauri wafanye usanifu, waone uwezekano wa kuweza kupitisha barabara, na tutakwenda kufanya usanifu wa kina, na baada hapo tutapata thamani ya mradi na kisha tutawasilisha maombi maalum kwa ajili ya kuomba fedha za kutengeneza barabara hiyo. Hata hivyo, kamati ya siasa imekagua mradi wa barabara ya Kininga Iboma yenye urefu wa kilomita 14 ambayo imepasuliwa kwa mara ya kwanza na kujengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 450. Mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amedokeza juu ya uwezekano wa kuwania muhula wa 3 na kucheleweshwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa katika muda wa miaka miwili ijayo 2028 ikiwa vita Mashariki ya Kati itakuwa haijamalizika.
Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Kinshasa, Tshisekedi amesema ikiwa kama kutakuwa hakuna amani, kura hazitoweza kufanyika, hali inayoongeza hofu ya mabadiliko ya katiba, ingawa nia yake ya kuwania sio kubwa sana, ila ikiwa watu watamtaka kuendelea atakubali. Hata hivyo, taarifa zinasema katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweka ukomo wa mihula miwili tu ya uraisi, huku upinzani ndani ya taifa hilo ukimtuhumu Tshisekedi kuwa na nia ya kuleta mapinduzi katika katiba ili kuendelea kutawala. Wakazi wa kata ya Kazuramimba, wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma, wameiomba serikali kuboresha na kupanua huduma za afya katika eneo lao, wakieleza licha ya kujitolea kujenga jengo la OPD kwa nguvu zao na serikali kukamilisha ujenzi huo, bado jengo hilo halijaanza kutoa huduma kwa takriban miaka 10 sasa, huku kukiwa na hakuna nyongeza ya majengo mengine ya huduma. Taarifa zaidi na Mwajabuhoza. Kwa muda mrefu wakazi hao wamekuwa wakitegemea zahanati ambayo kwa sasa haiwezi kukidhi ongezeko la watu pamoja na ukosefu wa huduma kama vile za upasuaji, na hivyo kutumia gharama kubwa za usafiri kufuata huduma za matibabu. Zahanati tunayo, inatoa huduma vizuri, lakini kulingana na idadi ya watu waliopo katika kijiji cha Kazuramimba, zahanati bado haitoshi. Kijiji hiki cha Kazuramimba ni kikubwa, kina watu wengi. Ili serikali iweze kutusaidia kuleta wahudumu wa afya, lete vifaa vya kutosha ili iweze kuanza kazi. Diwani wa kata ya Kazuramimba Musa Chesa anaeleza serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 600 kwa ajili ya nyongeza ya majengo mengine, ujenzi ambao umeelezwa kukamilika ndani ya miezi 4. Tayari Daktari Samia Suluhu Hassan amekwisha kutuingizia fedha kwenye akaunti ya kituo hiki cha shilingi milioni 619.6 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa majengo mengine. Sana nyinyi mnaosimamia hizi fedha kuhakikisha kwamba thamani ya pesa ionekane, kwa maana jengo lijengwe kwa imara kutokana na fedha zilizotolewa, lakini fedha zisichelewe sana, maana wakati mwingine unaweza kuwa unamenambia hiki kwamba kitaanza mapema alafu tukajikuta imechukua muda mrefu bila sababu. Mwajabuhoza, Channel 10, Kigoma. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amefika nchini Italia katika ziara inayolenga kurekebisha uhusiano uliozorota kufuatia matamshi makali ya Rais Donald Trump dhidi ya Papa Leo 14 pamoja na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Baada ya kukutana na Papa Leo, atakutana siku ya kesho Ijumaa na Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni pamoja na Waziri wa mambo ya nje Antonio Tajani katika mazungumzo yanayotarajiwa kugubikwa na tofauti kuhusu vita dhidi ya Iran. Viongozi wa Italia wamekuwa wakitetea msimamo wa kiongozi huyo wa kiroho dhidi ya mashambulizi ya Trump, ambao itakumbukwa Papa Leo amekuwa akikosoa vita na kusisitiza ujumbe wa amani wa Biblia, akisema Mungu hasikilizi sala za wanaoanzisha vita. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mgeni Khatibu Yahya amewataka wananchi waliojenga makazi yao katika maeneo hatarishi kufuata maelekezo yanayotolewa na serikali kwa ajili ya usalama wao na mali zao, ikiwemo kuhama katika maeneo salama ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na majanga mbalimbali ya asili zikiwemo mvua zinazoendelea kunyesha. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka kisiwani Pemba inafafanua zaidi. Akizungumza baada ya kutembelea maeneo yaliyoathirika na mvua huko Mtemani, wilaya ya Wete, mkuu wa mkoa amesema serikali inaendelea kuchukua hatua kukabiliana na athari zilizojitokeza, huku akiwataka wananchi kuwa na tahadhari na kuzingatia ushauri wa wataalamu ili kuepusha hasara zaidi zinazoweza kujitokeza. Lakini serikali ipo tayari kukusaidieni nyie, lakini kumbe nyie hamko tayari kusaidiwa. Kwa hiyo tumesema tuje tujionee hii hali, na kiukweli hali si nzuri, hali ni mbaya, ni mbaya sana. Kwa hiyo wataalamu wapo,
watakwenda kutushauri, baadaye tutarudi tena tuje tuambiane. Kuna kile cha kukirekebisha haraka kitarekebishika, lakini kama kitakuwa hakuna cha kurekebisha kwa hali hii, lazima tuyafuate maelekezo ya serikali yanavyosema. Mapema mkuu wa wilaya ya Wete Abdalla Rashidi Ali amesema maeneo hayo yanaendelea kuathiriwa na mvua, hali inayohitaji hatua za haraka kuchukuliwa ili kuwalinda wananchi na mali zao. Eneo ambalo serikali ilielekeza miaka 5-6 iliyopita nyuma kwamba eneo hili ni hatarishi. Kwa wakati huo uliona ni hatarishi. Sasa na sasa ni miaka mingine 6 ambayo imekuja. Lakini mkuu, tunakushukuru sana kamati yako kuja na taalamu kuona kwa macho na wewe kwa upande wako. Sipendelei kuisha hasa maeneo haya, kwa sababu wataalamu wameshasema hili eneo ni hatarishi na ardhi ya kila leo na shuka chini, na kutokana na hali ya huo mlima na maji yanayopita, ukweli usiofichika unachukuliwa kama. Sisi wakazi hapa tunaloliomba kwa serikali ituonele huruma, tukiwa tuna majumba yetu na watu wachanga, wakati mwingine maji ndani mtihani, wakati mwingine ndio kama hivyo kiambaza kishanguke na kwa mtihani. Kwa hivyo kwa jicho la huruma, inshallah tunaomba sisi watusaidie kwa hali na mali, ili tuweze tusiathirike sisi wala wenzetu hawapo wasiathirike. Hilo ndio maombi yetu kwa serikali hii iliyopo hapa ya mkoa, na ni matumaini yetu kwa ujio huu. Wallahi tumepata bishara ya kheri kwamba hili jambo letu litatiwa maanani na litashughulikiwa kwa imani zetu. Mmoja na upande wa pili tunaomba inshallah kama serikali jambo letu hili lishughulikiwe kwa haraka. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi sasa kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.